Kutoka Chanika Zingiziwa, msafara unaendelea tena. Tunakwenda kwenye uzinduzi wa tawi jingine sanjari na kufanya hamasa katika tawi la wekundu wa Vigoa Chamazi. Kwa hiyo tatoka Zingiziwa, tapita Mvuti, Kitonga, Mbondole, moja kwa moja mpaka Mbande, Chamazi, tunaingia ndani Vigoa kwenda kwenye uzinduzi wa kwenda kwenye mwendelezo wa hamasa sanjari na uzinduzi wa tawi la Simba Vigoa. Kwa hiyo wale wote ambao wanataka kuungana nasi siku ya tarehe 19 wage nyumbani kabisa, kwa sababu tukiondoka asubuhi tunarudi usiku. Ruti hii ni ndefu kweli kweli. Kiufupi ni kwamba tunaizunguka Dar es Salaam nzima, sio kwamba tunakesha huko, maana kina Shabani wanaweza kaudi kesho yake. Akamdanganya mama wawili tulikesha. Hamasa yetu haikeshi. Tukimaliza jioni tunasambaana. Nawajua. Hiyo ni siku ya tarehe 19. Tarehe 20 tunaamkia upande ule wa pili wa Dar es Salaam, Mbezi na Goba yake. Takwenda kwenye uzinduzi wa tawi sanjari na mwendelezo wa hamasa katika tawi la wekundu wa Majengo Goba. Wekundu wa Majengo Goba. Tunakwenda huko kwenda kufanya kufuru kubwa. Tukimaliza wekundu wa Majengo Goba, tunakwenda wekundu wa Kulangwa Mbezi. Hayo ni maeneo ya huko, tunakwenda kutimua vumbi siku ya tarehe 20. Piga makofi matatu. Kwa hiyo tarehe 20 ambayo itakuwa ni siku ya pili ya hamasa, tutaanzia Magomeni, Manzese, Mwenge, safari hiyo Tegeta, Kunduchi mpaka Goba, Mbezi yote hiyo. Tutavuruga mitaa yote ya kule, tutafanya hamasa ya watu wa kule, tutawauzia tiketi watu wa kule. Baada hapo tunasambaana. Siku ya pili inakuwa imemalizika namna hiyo. Siku ya tatu ambayo ni Novemba 21, siku ya Ijumaa. Siku hii itakuwa ni siku maalum ya kwenda kutoa msaada kwenye kituo cha watoto yatima, ambao ni utamaduni wetu. Tunapokuwa na jambo kubwa na jambo zito, tunatoa msaada kwa watu wenye uhitaji ili kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na tufanye wepesi kwenye jambo ambalo linatukabili mbele yetu. Na kwa hapa tutakuwa na Model Foundation ambaye kwa pamoja tutakwenda kituo cha Alzam Temeke kwenda kutoa msaada, na baada hapo siku itakuwa imemalizika namna hiyo. Siku ya Ijumaa tukitoka Temeke tunakwenda Petete, hapo tunagonga biriani yetu, mambo yanakuwa ni gwede. Sisi ni watu wa starehe, ni watu wa raha. Kwa hiyo ratiba zetu lazima ziambatane na burudani za hapa na pale. Kwa hiyo tarehe 21 baada ya kutoa msaada tunakwenda kupoza moyo na biriani maridadi kabisa. Hiyo ni 21. Tarehe 22 ndiyo funga kazi yenyewe sasa.
hii itakuwa ni siku ya Jumamosi. Hapa ndo tunakwenda kufunga kazi, tunakwenda kumaliza kazi ya hamasa, tunakwenda kufanya ubaya ubwela part 2 wa hamasa, tunakwenda kufanya balaa zito kweli kweli. Kwa mara ya kwanza tunakwenda Vikindu kwenda kufanya hamasa. Nimechukua nafasi hii kuwatangazia watu wote wa Vikindu, tunakwenda huko wilaya ya Mkuranga kwenda kufunga hamasa. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwakaribisha wana Simba wote wa Vikindu, tukutane Vikindu Center Mataa, twende tukakamilishe hamasa kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23. Ukiangalia ratiba yetu safari hii imekuwa na matukio mengi ya hamasa kutokana na umuhimu wa mchezo wenyewe, lakini dhamira yetu ya makusudi ya kutaka kujaza Benjamin Mkapa. Na sisi tunafahamu Benjamin Mkapa, kujaza Benjamin Mkapa sio lele mama, lazima ufanye kazi kweli kweli ndio uweze kujaza Benjamin Mkapa. Na hiyo kazi tunaiweza sisi Simba Sports Club pekee. Ndio maana wengine unaona wanakimbia, kwa sababu ndio akina hao wasioweza kufanya kazi ya kuijaza Benjamin Mkapa. Ndugu zangu ni wana Simba, kabla sijazungumzia umuhimu wa mchezo wenyewe, kuna tangazo moja fupi hapa nilitoe, nitaka kulisahau. Kwa wale wanaokaa VIPB, wapo watu ambao wamelalamikia tabia ya kutopendezwa na tabia ya kumwagiana maji pale VIPB, na watu wamenifikishia mimi maoni yao niwatangazie hivyo. Na kwa kuwa mimi ndio mlezi wa mashabiki wanapokuwa Benjamin Mkapa, nimejipa hicho cheo, kwa hiyo nalazimika kutoa mwongozo. Pale VIPB kuna tamaduni zake, na kila jukwaa la Benjamin Mkapa lina utamaduni wake ambao hauwezi kufutika, na ni sehemu ya vivutio, kwa maana ya kwamba kuna mtu anakwenda kukaa VIPA kwa sababu kuna kitu kinamvutia pale VIPA. Kuna mtu anapenda kukaa mzunguko kwa sababu anavutiwa na vibe la mzunguko. Kwa hiyo kila jukwaa lina utamaduni wake, na pale VIPB kuna utamaduni huo wa kumwagiana maji, na wapo watu ambao wanaenjoy huo utamaduni, na kuna watu huo wanafuata huo utamaduni. Kwa hiyo kusema tuufute moja kwa moja haiwezekani, kwa sababu tayari umeshakuwa ni utamaduni wa watu na imeshakuwa ni kivutio cha watu. Lakini makosa yanapofanyika ni kwamba kuna watu hawamwagi maji tena, wanamwaga pombe. Sasa basi nitoe angalizo, maji ni ruksa kuendelea kumwagiana, lakini pombe haitakiwi kumwagiana pombe. Pombe yako nunua, kunywa, usimwagie mwenzio, kwa sababu pale tunakaa watu wa tabia tofauti tofauti. Kwa hiyo tusikwazane kiasi cha kumwagiana pombe. Pombe yako nunua, kunywa mwenyewe, usiwamwagie wenzio. Na nichukue nafasi hii kuambia wale waasisi wa kumwaga maji pale VIPB, wao ndio wawe wadhibiti wa wengine wanaomwaga pombe, wawakataze na kuwazuia wale wanaomwaga pombe, na badala yake watu wamwagiane maji. Maji ni ruksa. Lakini kama wewe hutaki na kumwagiwa maji vile vile na unataka kukaa VIPB, VIPB ziko mbili. Kuna upande wa kulia na kuna upande wa kushoto. Upande wa kushoto ndio wenye tabia ya kumwagiana maji. Mimi ni kushauri ukakae VIPB ya upande wa kulia, kule hakuna changamoto ya kumwagiana maji. Lakini kama bado unataka kukaa upande huo huo wa kushoto, usikae hapa mwanzoni karibu na tunnel, kwa sababu
Hapa ndiyo kwenye hiyo tabia ya kumwagiana maji. Sogea pembeni huku, kwenye huku hakuna utamaduni huo wa kumwagiana maji. Natumai tumeelewana. Lakini kama hautaki tabu kabisa, kaa upande huu wa pili, upande wa kulia ambao huwa wanakaa kapu la magoli, kule wenyewe hawamwagiani maji. Ndugu zangu ni wana Simba, ndugu zangu ni waandishi wa habari, tunakwenda kuanza msimu wetu wa 7 wa kucheza hatua ya makundi ya michuano ya CAF, na ni msimu wetu wa 5 wa kucheza hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lazima kumbukumbu ikae sawasawa ya kwamba sisi ndiyo timu pekee Tanzania ambao tumecheza group stage 5 za ligi ya mabingwa Afrika. Hakuna timu yeyote yenye rekodi kama hiyo, na wakati wengine wakifikia idadi ya group stage 5, sisi tutakuwa na 8. Wakifikia 8, sisi tutakuwa na 11. Kimsingi ni kwamba hawatatupata tena kwenye mafanikio ya michuano ya Afrika. Kwa hili ni jambo la kujivunia sana sisi wana Simba kuwa na mafanikio haya ya mfululizo ya kucheza mara 5 hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Mara zote ambazo tumecheza hatua ya makundi tumekutana na timu ngumu, lakini kwa kudra zake Mwenyezi Mungu na kwa ubora wa wachezaji wetu na mipango ya viongozi wetu, mara zote tumevuka na tumeenda hatua ya robo finali. Mwaka huu tumekutana na kigingi ama vigingi vizito kweli kweli kwenye kundi letu, kundi D. Lakini pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini bado tunasema mwanzoni kabisa hapa ya kwamba mnyama atavuka, atakwenda robo finali inshallah. Hatujazoea, haijawahi kuwa hivyo kwa Simba Sports Club kuishia hatua ya makundi tangu tumeanza kutawala soka la Afrika. Na mwaka huu pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini tutavuka kwenda hatua inayofuata. Lakini kuvuka kwetu kwa safari hii kunahitaji tufanye kazi kweli kweli. Tunahitaji tushikamane kweli kweli. Tunahitaji tuwe nguvu moja ya dhati ili tuweze kuvuka. Sio nyepesi hata kidogo, lakini tutavuka. Na ili tuweze kuvuka, lazima tuanze vema tarehe 23 dhidi ya Petro Atletico di Luanda kutoka Angola. Ndugu zanguni, tusiwadharau, tusiwachukulie poa, na wala tusijisahau hata kidogo na tukadhani ya kwamba kwa sababu hawa ni weusi kutoka Sahara, kutoka kusini mwa Afrika, basi watakuwa ni wepesi. Ndugu zanguni, hii timu tunayocheza nayo Jumapili ijayo ni timu jiwe kweli kweli, ni timu ngumu kweli kweli, ni timu bab kubwa kweli kweli. Na tusipofanya maandalizi yetu sawa kwenye idara zote, tutavuliwa taulo ukweni. Lazima tujipange sawa. Anafungika Petro Atletico di Luanda, lakini sio kwa maneno na mdomo. Kazi ifanyike sawa. Kwenye upande wa kikosi hatuna mashaka. Meneja Dimitar Pantev, Selemani Matola Veron pamoja na wasaidizi wote wa benchi la ufundi wanaendelea na mipango yao thabiti kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri katika mchezo huo. Palikobaki ni sisi upande wa mashabiki, na sisi tufanye ama tutimize majukumu yetu ipasavyo, twende tukapate ushindi siku ya tarehe 23. Inawezekana tukaondoka na ushindi hapa Benjamin Mkapa. Lazima tuje kwa wingi uwanjani siku hiyo, lazima tuje wote, lazima twende tukaishangilie timu yetu. Kila mwana Simba aje na mzuka wa kutosha, aje na energy ya kutosha, aje na nguvu ya kutosha. Twende tukaishangilie
tukawape moto na morali wachezaji wetu, wakatupambanie, wakapambane, wakapigane, ili mradi mnyama aondoke na alama 3. Kuna maana kubwa sana tukishinda mchezo wa kwanza wa hatua ya makundi, lakini kampeni yetu ni ile ile, 9 Benjamin Mkapa ni haki yetu. Kwa hiyo tunaanza na hizi 3, zinakuja 6 nyingine, lazima waziache Benjamin Mkapa. Ndugu zanguni, hili wala halihitaji nguvu kubwa sana kukumbushana. Sote tunafahamu, mashabiki wa Simba, uimara wetu, nguvu yetu siku zote imekuwa ni mashabiki. Siku zote nguvu yetu imekuwa ni ninyi. Mara zote mlipokuja uwanjani, mara zote mlipoujaza uwanja Benjamin Mkapa, Simba tulipata matokeo mazuri. Kwa hiyo password, kodi ya Simba kupata matokeo tarehe 23 mnayo ninyi mashabiki wa Simba. Kuja kwenu kwa wingi uwanjani siku hiyo ndiyo password ya Simba kupata ushindi siku hiyo. Asibaki mtu tawini, asibaki mtu nyumbani, kila mtu aje Benjamin Mkapa. Mkija kwa wingi Benjamin Mkapa, ninawahakikishia siku hiyo mnyama anaondoka na alama 3. Na sisi tunachokitaka siku hiyo ni alama 3 tu, tuwe tumeianza vema kampeni yetu ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Waje